Inavyoonekana kuna uvumi au dalili kuwa Pinpin Kamara anakaribia kurejea katika nafasi yake ya golikipa baada ya kupata majeraha, na hivyo Yakub Suleiman ambaye alichukua nafasi hiyo atakuwa na wakati mgumu kuthibitishia umma au kuthibitishia wanasimba wote kuwa anaweza kuichezea Simba hata kama Pinpin Kamara akiwa vyema au akiwa salama. Hili ni jambo la kawaida katika timu kubwa kama Simba, ambapo wachezaji wanapojikuta wakikosa nafasi au kuumia, wachezaji wengine wanaibuka kuchukua nafasi zao. Moja, rekodi ya Kamara na majeraha yake. Kamara amekuwa na historia ya majeraha yanayoathiri uchezaji wake mara kwa mara. Kama atakuwa amepona na amejiandaa kurudi, ni wazi kuwa kocha na viongozi wa Simba wanahitaji kumrejesha haraka ili kuwa na nguvu kwenye goli. Kama Kamara atarudi golini, ni muhimu pia kutathmini hali ya majeraha yake na kama ataweza kuendelea kucheza kwa kiwango cha juu bila kuathiri afya yake. Yakub Suleiman na ufanisi wake. Yakub Suleiman ambaye alichukua nafasi ya Kamara wakati wa majeraha yake ameonyesha kuwa na uwezo mzuri na anaweza kuchukua majukumu hayo kwa ufanisi. Ikiwa amefanya vizuri wakati Kamara alipokuwa na majeraha, kuna uwezekano kwamba kocha atakuwa na changamoto ya kuchagua kati ya Kamara na Yakub Suleiman kutokana na ufanisi wa kila mmoja. Hata hivyo, kuna hali ya shinikizo kwa Yakub kutunza kiwango cha juu kwa sababu Kamara ni golikipa mwenye uzoefu mkubwa na mwenye changamoto na mwenye mchango mkubwa kwa timu. Ingekuwa ni changamoto kwa kocha wa Simba kupata uwiano mzuri katika timu. Uamuzi wa kocha na timu ya usimamizi. Uamuzi wa kocha kuhusu nani atakuwa golikipa mkuu baada ya kurudi kwa Kamara tutegemea hali ya kila mmoja. Ikiwa Kamara atarejea na kiwango chake kiko juu, atakuwa na nafasi ya kurejea kama golikipa namba moja. Lakini kama Yakub Suleiman atakuwa amekuwa zaidi na kuendelea kufanya vizuri, kocha anaweza kuchagua kumweka kama namba moja, jambo ambalo linahitaji uamuzi wa kimkakati kwa mustakabali wa timu. Mabadiliko ya kikosi. Hii pia inaweza kuwa sehemu ya mabadiliko ya mikakati ya timu. Kama kocha atahisi kuwa ni muhimu kuimarisha sehemu nyingine ya ulinzi, basi anahitaji kufanya mabadiliko ya kipa ili kuboresha mawasiliano ya nyuma na nguvu ya ulinzi kwa ujumla. Mashabiki wa klabu ya Simba wanaweza kuwa na maoni tofauti kuhusu nani anapaswa kuwa golikipa namba moja. Hii inaweza kuathiri maamuzi ya kocha kwa sehemu kubwa, kwani mashabiki wanataka kuona matukio bora kutoka kwa wachezaji wao, hasa kwenye nafasi nyeti kama ya golikipa. Kwa sasa, hakika itakuwa ni changamoto kwa Simba kuona ni nani atakuwa golikipa mkuu, lakini kama Pinpin Kamara atarejea kwa kiwango cha juu, huenda akaendelea kuwa golikipa mkuu au namba moja. Hata hivyo, kama Yakub Suleiman atabaki kwenye kiwango cha juu, basi uamuzi wa mwisho utaendana na hali ya kila mchezaji, ambapo kocha ndio atang'amua nani aanze golini. Hivi unadhani Pinpin Kamara atarejea kwa haraka na kuonyesha kiwango cha juu au unaona atahitaji muda zaidi? Hebu tung'amue katika hili. Inawezekana kabisa kuwa Pinpin Kamara atarejea kutoka kwenye majeraha na akaendelea na mwendelezo mzuri wa uchezaji, lakini hili linategemea mambo kadhaa muhimu. Moja, uwezo wa kujirekebisha kimwili. Pinpin Kamara anahitaji kuhakikisha kuwa amepata muda mrefu wa kupumzika au kupona na kujimarisha kimwili. Majeraha kwa golikipa yanaweza kuwa na athari kubwa kwa reflexes na uwezo wa kuzuia mashuti makali. Kama ameweza kufanyia mazoezi ya kimatibabu vizuri na kurejea kwa kasi ya kawaida, basi anaweza kuwa na mwendelezo mzuri. Kamara ana uzoefu mkubwa kwenye timu kubwa kama Simba, na huu ni wakati mzuri kwa mchezaji mwenye akili ya mchezo kama yeye kujua jinsi ya kujiandaa kwa urahisi baada ya majeraha. Mzunguko wa mazoezi ya kisaikolojia na kuimarisha hali yake ya kiakili pia atachangia sana mwendelezo wake mzuri. Ikiwa Kamara atapata muda wa kutosha wa kufanya mazoezi ya kurejesha nguvu, bila shaka atakuwa na nafasi nzuri ya kurejea kwa ufanisi. Mazoezi ya nguvu na utaratibu wa mwili ni muhimu kwa golikipa, kwani wanahitaji kuwa na mwili imara ili kukabiliana na mashambulizi ya timu pinzani. Kama majeraha ya Kamara ni ya muda mrefu, kuna hatari ya kushuka kwa kiwango chake kwa muda mfupi baada ya kurejea. Hata hivyo, kama ameendelea na matibabu ya kutosha, huenda akaweza kurudi kwenye kiwango chake cha zamani na kuendelea kutoa mchango mkubwa kwa timu. Ni muhimu sana kwa Simba na kocha kuhakikisha kuwa Kamara anacheza kwa usalama baada ya kurejea. Ikiwa anahisi maumivu au shinikizo la kurejea haraka, anaweza kuathiri utendaji wake wa kazi. Hivyo uteuzi wake kwenye kikosi lazima ufanyike kwa makini ili kuepuka kumnyima fursa ya kupona kikamilifu.
Kwa upande mwingine, mwendelezo mzuri wa Kamara pia unategemea ushirikiano na kocha pamoja na washiriki wenzake wa timu. Ikiwa atapata nafasi ya kudhihirisha uwezo wake tena na kuungwa mkono na timu, itasaidia kuongeza confidence yake na kumsaidia kuendelea kufanya vizuri. Kama Yakub Suleiman atakuwa ameendelea kufanya vizuri wakati Kamara alipokosekana, inaweza kuwa na changamoto kwa Kamara kurudi na kushikilia nafasi yake. Yakub ameonyesha kuwa na uwezo, na ikiwa atabaki kwenye kiwango cha juu inaweza kuwa ni changamoto kubwa kwa Kamara kuendelea kuwa golikipa namba moja. Hata hivyo, kama Kamara ataipigania nafasi yake kwa nguvu na ubora, huenda akarejea katika kiwango kizuri na cha juu na akaendelea kufanya vizuri. Baada ya kupona, ni kawaida kwa mchezaji kuwa na muda wa kujitengenezea kiwango cha juu. Hata kama atarejea kwa haraka, inaweza kuchukua muda kabla ya Kamara kurejea kwenye mwendelezo mzuri wa uchezaji kama alivyokuwa awali. Hii inategemea sana na hali ya majeraha yake na jinsi alivyokuwa akiendelea kujitengeneza kimwili wakati wa matibabu. Kwa kifupi, Pinpin Kamara ana nafasi nzuri ya kuendelea na mwendelezo mzuri baada ya kupona kutokana na uzoefu wake na umuhimu wa nafasi yake. Hata hivyo, itategemea kama atapata nafasi ya kurejea kwa kasi bila kuzidisha maumivu au matatizo ya kimwili, na jinsi anavyojirekebisha kisaikolojia na kimwili baada ya majeraha. Hii itakuwa ni changamoto kwa Simba na kocha kuhakikisha kuwa Kamara anapata muda wa kutosha wa kurejea kwenye kiwango bora, huku wakizingatia pia ushindani kutoka kwa Yakub Suleiman. Hii ni Neli TV, endelea kutufuatilia pia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu. Mimi ni Liz wa Spoti, mtazamaji wetu wa Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia pia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, ala notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Niliyekuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi Spoti Ladies Lizi wa Spoti, mwenye utajiri wa habari za michezo. Endelea kuwa nasi hadi wakati mwingine. Kwa heri.